لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 28 Jumada al-Ula mwaka 1447 Hijria, ambapo ni tarehe 19 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 miladia. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه. vile vile akishuhudia mtu mashhad al-qayyumiyya, wakadhalika idha shahida mashhad al-qayyumiyya al-jami'a li sifati al-af'al, vile vile mtu kukiri huku kwa qayyumiyatullah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo ya viumbe vyake. Aljami'a li sifati al-af'al, mashhadi hii inayokusanya sifa za vitendo vya Allah. Wa annahu qa'imun ala kulli shay, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni msimamizi wa kila jambo. Wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, na msimamizi wa kila nafsi kwa vile iliyofanya katika amali. وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره, na pia kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuisimamia nafsi yake na mwenye kuisimamia asiyekuwa yeye. Alqaimu alayhi bitadbirihi wa rububiyatihi wa qahri, mwenye kumsimamia asiyekuwa yeye kwa kufanya kwake na vitendo vyake na nguvu zake na utawala wake. Wa isali jazaa'il muhsin wa jazaa'il musii ilayhi, na kufikisha malipo ya mwenye kufanya wema na pia malipo ya mwenye kufanya uovu kumfikishia huyo mtu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya yote haya, anamlipa mwenye kufanya wema kwa wema wake na anamlipa mwenye kufanya uovu kwa uovu wake. Wa annahu bikamali qayyumiyatihi la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wa utawala wake na ukamilifu wa vitendo vyake kwa viumbe vyake halali na haitakikani kulala. Yakhfidhu alqista wa yarfa'uhu, anainamisha mizani na kuinua. Yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar, hupandishwa kwake amali za usiku kabla ya amali za mchana. Wa amalu an-nahari qabla amali al-layl, na hupandishwa kwake amali za mchana kabla ya amali za usiku. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wala yadhillu wala yansa, hakumpati Allah kusinzia wala kulala, hapotei wala hasahau. Qala wa hadha almashhad min arfa'i mashahidi al-arifin wa huwa mashhadu ar-rububiyyah. Mashhadi hii na kukiri huku ndiko kuliko na daraja juu ya mashahidi al-arifin, watu wanaomjua Allah. Wa huwa mashhadu ar-rububiyyah, hii ni mashhadi ya rububia,
vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya vitendo vyote kwa waja wake. Wa a'la minhu, na ya juu kuliko hiyo, mashhadul ilahiyya, ni mashhadi ya ilahiyya, kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mstahiki wa kuabudiwa pekee, la sharika lah, alladhi huwa mashhadur rusul wa atba'ihim alhunafa, ambayo hiyo ndio mashhadi ya mitume na wafuasi wao alhunafa, wenye kushikamana na tauhidi na kuachana na shiriki. Wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah, na mashhadi hiyo ni kukiri kuwa hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna ilahiyata ma siwahu batil, na kwamba kuabudiwa kwa si kwa yeye ni batil, wa muhalun, na muhali, haiwezekani kuabudiwa kitu kingine kisichokuwa Allah. Mashhadi hii ni ya juu kuliko mashhadi ya kuamini rububia, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo yote, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayeumba, ndiye anayehuisha na kufisha. Sasa mashhadi ya uluhia au ilahia ni ya juu kuliko hiyo rububia. Hii ni mashhadi ya mitume na wafuasi wao alhunafa, wenye kushikamana tauhidi na kuepukana na ushirikina. Wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna ilahiyata ma siwahu batilun wa muhal, na kukiri kwamba ilahiyati ma siwahu, kuabudiwa kwa asiye kwa Allah, ni batil na ni muhal. Kama anna rububiyata ma siwahu kadhalik, kama ilivyo rububia ya asiye kwa Allah ni hivyo hivyo. Hakuna anayeweza kuumba isipokuwa Allah, hakuna anayeweza kufisha isipokuwa Allah. Kwa hiyo kama ilivyo mashhadi ya rububia kwa asiye kwa yeye, vile vile ni hivyo hivyo mashhadi ya uluhia, hakuna mstahiki wa kuabudiwa isipokuwa yeye. Qala fala ahada siwahu yastahiqu an yu'laha wa yu'bada wa yusalla lahu wa yusjada, hakuna yoyote asiyekuwa yeye Allah anayestahiki kuabudiwa na kusaliwa, kusali kwa ajili yake na kusujudu kwa ajili yake. Wa yastahiqu nihayata alhubbi ma'a nihayati dhulli, na anayestahiki mwisho wa kupendwa na mwisho wa kudhalilikiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kinyume cha asiyekuwa yeye. Wadhalika likamali asmaihi, na hayo ni kwa ukamilifu wa majina yake, wa sifatihi, na sifa zake, wa af'alihi, na vitendo vyake. Fahuwa almuta'u wahdahu ala alhaqiqa, yeye pekee ndiye anayetiiwa kwa uhakika. Walma'luhu wahdahu, na ni mwenye kuabudiwa peke yake. Walahu alhukmu, na ni kwake yeye kuhukumu. Fakullu ubudiyatin lighairihi batila, fakullu ubudiyatin lighairihi batila, kila utumwa kwa asiye kwa yeye Allah ni batili, kila kuabudiwa kwa asiye kwa Allah ni batili. Wa anaun wa dhalal, na ni tabu na ni upotevu kuabudu asiye kwa Allah ni dhalal. Wa kullu mahabbatin lighairihi adhabun lisahibihi, na kila mapenzi mtu anayependa asiye kwa Allah ni adhabu kwa mtu huyo. Wa kullu ghaniyin bighairihi wa kullu ghinan bighairihi faqrun wa faqa, na kila utajiri wa asiye kwa Allah ni ufakiri na uhitaji. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye asiyehitaji chochote, lakini kila kiumbe kinamhitajia Allah azza wa jalla. Wa kullu ghinan bighairihi faqrun wa faqa, wa kullu izzin bighairihi dhullun wa saghar, na kila utukufu wa asiye kwa Allah ni udhalili. Wa kullu takathurin bighairihi qillatun wa dhillah,
na kila kukithiri kwa si kwa Allah qillatun ni uchache, wa dhillatun ni udhalili. Qala rahimahullah fakama istahala an yakuna lilkhalqi rabbun ghayruhu fakadhalika istahala an yakuna lahum ilahun ghayruhu, kama ilivyokuwa haiwezekani kuwa viumbe wana mola asiyekuwa yeye, vile vile haiwezekani kuwa wana ilahun ghayruhu. Rabbun ni yule mwenye kufanya mambo yao, mwenye kuhuisha, mwenye kutoa riziki, mwenye kufisha, mwenye kufanya mambo ya viumbe vyake. Hakuna rabbun ghayruhu isipokuwa Allah, vile vile hakuna ilah mstahiki wa kuabudiwa ghayruhu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات. yeye Allah ndiye ambaye hufikia kwake matakwa ya watu wote na humwelekea yeye maombi ya watu wote. wayastahilu an yakuna maahu ilahun akhar, na haiwezekani kuwa yuko pamoja naye mola mwingine. fa innal ilaha ala alhaqiqa huwa alghaniyu samadu alkamilu fi asmaihi wa sifatihi, kwani mola kwa uhakika ni yule ghani asiyehitajia viumbe vyake, as-samadu anayekusudiwa na viumbe vyake, al-kamilu fi asmaihi wa sifatihi mkamilifu katika majina yake na sifa zake, alladhi hajatu kulli ahadin ilayhi, ambaye mahitaji ya kila mtu yako kwake. Kila mtu anamuhitajia yeye, kila kiumbe kinamhitajia Allah azza wa jalla. alladhi hajatu kulli ahadin ilayhi wala hajata bihi ila ahad, wala hakuna kitu chenye haja na yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa qiyami kulli shay'in bihi wa laysa qiyamuhu bighayrihi, na usimamizi wa kila kitu ni kwake yeye. wa laysa qiyamuhu bighayrihi, haukuwa usimamizi huo kwa si kwa yeye. kila jambo msimamizi ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. hadhi hiya alqayyumiyya, hii ndiyo qayyumiyya, mashhadul qayyumiyya tunayosoma. qala ila an qala famashhadul uluhiyya huwa mashhadul hunafa, mpaka akasema rahimahullah mashhad ya uluhiyya ndiyo mashhadi ya hunafa, wenye kujipamba na tauhid na kuepukana na ushirikina. wa huwa mashhadun jami'un lil asma'i was sifat, na hii ni mashhad inayokusanya majina ya Allah na sifa zake. wa hadhul ibadi minhu bihasabi hadhihim min ma'rifati al asma'i was sifat, fungu la watu katika mashhadi hii ni kwa kulingana na fungu lao la kujua majina ya Allah na sifa zake. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله. kwa hiyo limekuwa jina linalofahamisha maana hii ni jina la Allah jalla jalalu. fa inna hadha alisma huwa aljami', kwani jina hili ndilo linalokusanya majina yote, jina la Allah. walihadha tudhafu al-asma'u al-husna kulluha ilayhi, kwa hiyo ndipo majina ya Allah mazuri yote hutegemezewa kwa Allah. fayuqalu ar-rahman ar-rahim al-aziz al-ghaffar al-qahhar min asma'illah. husemwa ar-rahman na ar-rahim na al-ghaffar na al-qahhar ni katika majina ya Allah. kwa jina la Allah ndiyo jina ambalo hutegemezewa, majina yote ya Allah yanategemezewa kwenye jina hili Allah. wala yuqalu Allahu min asma'ir rahman, haisemwi Allah ni katika majina ya Rahman, inasema ar-Rahman min asma'illah, ar-Rahim min asma'illah,
Al-Ghaffar min asma'illah. Tumefahamu kwa Allah ndiyo jina la asili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo jina la msingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mengine yote yanasibishwa kwake. Qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Fahadha al-mashhadu tajtami'u fihi al-mashahid kulluha. Mashhadi hii hukusanyika kwake mashahidi zote. Wa kullu mashhadin siwahu fa innama huwa mashhadun li sifatin min sifatihi. Kila mashhad isiyokuwa hii ya majina ya Allah ni mashhadi ya sifa katika sifa zake. Faman ittasa qalbuhu li mashhadi al-ilahiyya wa qama bihaqqihi min at-ta'abbud alladhi huwa kamalul hubbi ma'a kamali adh-dhulli wat-ta'dhim والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الحق. asema Sheikh rahimahullah, ambaye moyo wake umekuwa mpana kwa kukiri mashhadi hii ya ilahia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mstahiki wa kuabudiwa, waqama bihaqihi, akasimama kwa kutekeleza mashhadi hii ya ilahia. Ipi kusimama hivyo? min at-ta'abbud alladhi huwa kamalul hubbi ma'a kamali dhulli wat-ta'dhim, ambapo ni kumwabudu Allah, kumwabudu ambapo ndiyo ukamilifu wa kumpenda pamoja na ukamilifu wa kumdhalilikia na kumwadhimisha. Walqiyami biwadhaifi al-ubudiyya, na kusimama kwa kazi za ubudiyya, kumwabudu Allah kwa amali njema. Huyo faqad tamma lahu ghinahu bil ilahi al-haqqi, huyo ndio umetimia kwake uhitaji wake wa Allah aliye haki. Wasara min aghna al-ibadi, na anakuwa huyu ni katika aghna al-ibadi, asiyehitajia watu kabisa, anamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wasara min aghna al-ibadi ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. غنيت بلا مال عن الناس كلهم, manake sihitaji mali, sihitaji watu wote kwa mali. Ghanitu bila malin anin nasi kullihim, siwahitaji watu wote bila ya kuwa na mali, siwahitaji watu. Ghanitu bila malin anin nasi kullihim, siwahitaji watu wote bila ya mali, siwahitaji watu wote. Wa innal ghina al-ali ani shay'i la bihi, utajiri wa juu kutohitajia kitu, la bihi, si kwa ajili ya kitu hicho. Hadha huwa mashhadul qayyumiyya, alielezea Sheikh kwa kirefu hapa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msimamizi wa mambo yote ya waja wake. Tafsiru qawlihi ta'ala wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, hii imeanza huko nyuma. Aya Allah subhanahu wa ta'ala inasemaje? walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. qala wa qawluhu ta'ala wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, wawacheni wale wanaofanya urongo katika majina yake Allah. قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا. hao ni washirikina walioacha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile yalivyo, wakayaitia masanamu yao kwa majina hayo
fazadu wa naqasu, wakazidisha na wakapunguza. Humul mushrikun alladhina humul mushrikun adalu bi asma'i llahi ta'ala amma hi alayhi fasammu biha awthanahum fazadu wa naqasu. Hao ndio wanaokusudia Allah kusema wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i fashtaqu lata min Allah, wakachukua jina lata kutokana na Allah, wal uzza min al aziz, wakachukua jina la Uzza wakalipa sanamu lao Uzza linatokana na jina la Allah Aziz, wa manata, wakachukua jina la Manat min al Mannan, kutokana na jina la Allah al Mannan. Haya ni majina ya Allah wameyapa masanamu yao. Fashtaqu lata min Allah, jina la Lata ni sanamu katika masanamu waliokuwa wakiabudu. Lata linatokana na Allah. Wal Uzza, sanamu pia hilo wanaliita Uzza min al Aziz, linatokana na jina la Allah al Aziz. Wa Manata, pia katika majina ya masanamu yao wamelitoa katika jina la Allah al Mannan. Waqila hiya tasmiyatuhumul asnama aliha, hiyo ni kuita kwao masanamu, wanaita masanamu yao ni aliha, ni waungu. Hiyo ndio maana ya kaulihi ta'ala wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Waruya an ibn Abbas radiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'i ay yakdhibun, wanasema urongo katika majina ya Allah kwa kuwapa masanamu yao majina yanayotokana na majina ya Allah. Waqala Qatada yulhidun yushrikuna fi asma'i, wanafanya ushirikina katika majina ya Allah. Waqala Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas al-ilhad at-takdhib, ni kukadhibisha. Wa aslu al-ilhadi fi kalam al-arab al-udulu anil qasdi والميل والجور والانحراف. Asili ya neno ilhad katika maneno ya Waarabu, al-udulu ni udul, kuacha makusudio sahihi, kuacha makusudio sahihi kwenda katika batil. Kadhalika walmail, na kupotoka, waljawr, na kufanya dhulma, walinhiraf, na kupotoka mtu akaacha haki akaenda kwenye batil. Hiyo ndiyo al-ilhad. Wa minhu al-lahdu fil qabri, inatokana neno ilhad, lahdi katika kabri, lahdi ile mwanandani katika kabri, inatokana na ilhad, linhirafihi ila jihati al-qibla an simati al-hafri, kwa sababu ya kupotoka kwake na upande wa qibla, kuacha alama za kuchimbwa ile kabri. Lahdi ni ile inayochimbwa juu, sio inayochimbwa juu, maiti yakatiwa pale juu pale ndani pale. Sasa ile pia imetokana neno ilhad, kwa sababu ile lahdi imeacha pale sehemu alama ya kaburi imewekwa juu. Kwa lahdi inatokana neno hili ilhad. Wa hadhihi al-aqwalu mutaqariba, kauli hizi zote zinakaribiana maana yake. Wal ilhadu yaummuha, ilhadi inaenea hizi zote kauli hizi za hawa as-salaf walivyoelezea neno ilhad. Wa huwa thalathatu aqsam, al-ilhad iko sehemu tatu. Al-awwal ilhadu al-mushrikin, ni ilhadi wa shirikina, wa huwa ma dhakarahu ibn Abbas wa ibn Jurayj wa Mujahid min udulihim bi asma'i llahi ta'ala amma hiya alayhi. Ilhadi wa shirikina ni hii aliyotaja Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ibn Jurayj wa Mujahid, kuacha kwao majina ya Allah na hali iliyo, na kuyapa majina masanamu yao. Hivyo ndio tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ibn Jurayj wa Mujahid, adalu bi asma'i llahi ta'ala amma hiya alayhi fasammu biha awthanahum. Hiyo ni maana ya kwanza ilhadi. Watasmiyatuhum awthanahum biha, masanamu yao kuyaita majina hayo.
mudahatan lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumuiga Allah azza wa jalla, wa mushaqqatan lahu wa lirrasuli sallallahu alayhi wasallam, na kwa ajili ya kumpinga Allah na kumpinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamefanya hivyo kwa ajili ya kumpinga Allah na kumpinga mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni maana ya kwanza au qismu al-awwal ya ilhad. Athani ilhadul mushabbiha, na ilhadi ya mushabbiha alladhina yukayifuna sifati llahi azza wa jalla, wale wanaozifanyia namna fulani sifa za Allah azza wa jalla, wayushabbihunaha bisifati khalqihi, wanazifanisha sifa za Allah kuzifananisha na sifa za viumbe vyake, mudaddatan lahu ta'ala wa raddan liqawlihi azza wa jalla laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, kwa ajili ya kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala na kuirudi kaulihi ta'ala, hakikuwa mfano yake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kwa wanampinga Allah kwa kuzifanyia namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifananisha sifa za Allah na viumbe vyake, wakati Allah anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wao wanazifananisha sifa za Allah na sifa za viumbe vyake. Wala yuhituna bihi ilma, wala hawezi kumzungukia Allah kwa kumjua. Wa huwa muqabilu liilhadi almushrikin, hiyo nayo, hiyo ilhadi ya mushabbiha inakabiliana na ilhadi ya wale washirikina. Faulaika ja'alu almakhluqa bimanzilati alkhaliq wa sawwauhu bihi, wale wamemfanya kiumbe yuko katika daraja ya muumbaji, wakamfananisha kiumbe na khaliq na muumbaji. Kina nani wale washirikina? Washirikina wale ja'alu al-makhluqa bimanzilati al-khaliq wa sawwauhu bihi, wamemfanya kiumbe yuko katika daraja ya muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala, wakamweka sawa na kumfananisha Allah na kiumbe. Wa haulai ja'alu al-khaliqa bimanzilati al-ajsami al-makhluqa wa shabbahuhu biha ta'ala wa taqaddasa an dhalik au an ifkihi. Hawa nao mushabbiha wamemfanya muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala bimanzilati al-ajsami al-makhluqa, yuko katika daraja ya viwiliwili vilivyoumbwa, washabbahuhu biha, wakamfananisha Allah na viumbe hivyo viwiliwili vilivyoumbwa. Ta'ala wa taqaddasa an ifkihim, Allah ametakasika na uongo wao huo. Mwanielewa sio? الثالث القسم الثالث للإيش للإلحاد. القسم الثالث للإلحاد إلحاد النفات، ni ilhad ya wenye kukanusha sifa za Allah. Ilhadun nufat, ilhad ya wenye kukanusha sifa za Allah. Wa hum qismani, hao nao wako aina mbili. Qismun athbatu alfadha asma'ihi ta'ala duna ma tadhammanatuhu, sehemu ya kwanza wamethibitisha matamshi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kinyume cha maana yaliyokusanya majina hayo, min sifati al-kamal, ambapo ni sifa za ukamilifu. Hawa wamethibitisha alfadha asma'ihi ta'ala, matamshi ya majina yake kinyume cha sifa ambazo yamekusanya majina hayo ambayo ni sifa za ukamilifu. Faqalu Rahman, Rahim bila rahma. Hawa nao wamethibitisha majina alfadhi tu, lakini bila sifa zake. Wanasema Allah ni Rahman, ni Rahim, lakini hana huruma yoyote. Alim ni alim, lakini bila ilmu, hana ilmu yoyote. Hakim bila hikma, hakim lakini hana hikma yoyote. Qadirun bila qudra, ni qadir lakini bila ya uwezo. Sami'un bila sam'in, ni sami' lakini bila kusikia. Basirun bila basarin, basir lakini bila ya kuona. Hawa ni jahamia, hawa ni jahamia.
wanathibitisha alfadhi ya asma, lakini hana sifa zozote katika majina hayo. wataradu baqiyat alasma'i alhusna hakadha, wakayakisia yaliyobakia katika majina yake Allah mazuri hivi hivi. Waattalu an maaniha, wakapinga maana yake na sifa za majina hayo. Wamepinga maana na sifa za majina ya Allah. Wama taktadhihi, na yale madhumuni ya majina hayo. Watatadhamanuhu, na yale maana ambayo majina hayo yanakusanya. Min sifati alkamali lillahi ta'ala, majina hayo yanakusanya sifa za ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya wanayapinga, hawanufaa. Wahum fil haqiqa kama ba'dahum, na hawa nao kwa uhalisia ni kama walio baada yao. Wa innama athbatul alfadha duna almaani, hawa wamethibitisha matamshi ya majina bila maana yake wala sifa zake. Tasatturan, kwa kujistiri. Wa huwa la yanfa'um, hilo haliwanufaishi. Hilo la tasattur, kujistiri tu na kujificha, haliwanufaishi hilo. Utasemaje kwamba Allah ni qadir lakini hana uwezo wote, ni alim hana ilmu yoyote? Utasemaje hivyo? Tumeelewa wa qismu lam yatasattaru bima tasattara bihi ikhwanuhum, na fungu jingine, sehemu nyingine, hawakujistiri kwa walivyojistiri hawa ndugu zao waliopita sasa hivi. Bal sarrahu, bali waliweka wazi binafyi alasma'i wa ma tadullu alayhi, wameweka wazi hawa kukanusha majina ya Allah na yale maana ambayo majina hayo yanafahamisha. Min almaani, katika maana. Hawa wamepinga moja kwa moja bila kujifunika na kujizibaziba na kuona aibu. Hawa wazi wameweka wazi. Wastarahu min takallufi ulaik, hawa wamepumzika na kujikalifisha kwa hao waliopita kwamba wanasema ni alim bila ilmu. Hawa wanapinga yote, majina na sifa. Umeelewa? Hawa wanapinga majina ya Allah na sifa zake. Tumeelewa? Angalau hawa nufaa wanapinga maana na sifa tu, lakini majina wanamuita Allah ni alim, Allah ni rahim, lakini wanasema hawa hana rehma, hana ilmu. Sasa hawa wengine wamezidi. Sasa hawa wengine wamezidi, majina haya yote wanayapinga na sifa zake na maana yake. wastarahu min takallufi ulaik, wasafu Allah ta'ala bil adamil mahdhi alladhi lasma lahu wala sifa. Hawa wamemsifu Allah bil adamil mahdhi, kwa kutokuwepo kabisa, si ndio? Ikiwa wamekanusha majina yote na sifa zake, ni kwamba basi wanaamini kwamba hakuna Allah. Ulaika wasafu Allah ta'ala bil adamil mahdhi alladhi lasma lahu wala sifa, wamemsifu Allah kwa kukosekana kuliko safi, ambapo hana jina wala hana sifa. Wahum fil haqiqa jahiduna liwujudi dhatihi ta'ala, hawa kwa uhalisia wanapinga uwepo wa Allah, uwepo wa dhati yake subhanahu wa ta'ala. Mukadhibuna bil kitab, hawa wanakadhibisha Qur'ani. Wa bima arsala Allahu bihi rusulahu, wanakadhibisha aliyowatumiliza Allah mitume wake. Wa kullu hadhihi al-arba'ati al-aqsam kullu fariqin minhum yukaffiru muqabilahu, sampuli hizi zote nne, kila kikundi kinamkufurisha yule anayekabiliana naye. Wahum kama qalu kulluhum kuffarun bishahadati Allahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wan nasi ajma'in, na hao kama walivyosema maulama wote hawa ni makafiri kwa ushuhuda wa Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Wan nasi ajma'in, na watu wote min ahli al-iman, katika waumini. Wal ithbati alwaqifina ma'a kalami Allah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa hawa ni makafiri kwa ushuhuda huo na ushahidi wa Allah
na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na watu wote katika waumini na wenye kuthibitisha, wenye kusimama pamoja na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.